songa mbele. Na hii ni sehemu ya kuonyesha kwamba ligi yetu kweli ni ligi bora. Top 5 ya ligi bora za Afrika. Lakini ni jambo zuri kwa sababu ya ulinzi wa pointi zetu. Unajua sasa hivi Tanzania imekuwa tunapeleka timu 4 kwenye michuano ya CAF. Imekuwa tayari imezoeleka. Na kwa mashabiki wa mpira wageni wanaweza kaona hili kama jambo la kawaida tu, kama ni kitu kilichokuwepo siku zote, lakini haikuwa hivyo. Kuna kazi ilifanyika pa kufikia hapo. Kwa hiyo kuna kazi ya kuzilinda hizo points. Kwa maana kujitahidi kila mara kuongeza points zaidi na zaidi ili kuweza kupata nafasi ya kucheza tena na tena. Kwa hiyo nisema kwa maana ya kufuzu tulikuwa tuna nafasi nzuri sana kusema tumefanya vizuri. Lakini kwa maana ya performance mjadala ndio umekuwa mkubwa hapa, ambao kiukweli una mambo mengi yana ukweli na tunapaswa kuyafanyia kazi. Mfano ukiangalia Singida na Azam nafikiri wamekuwa na performance nzuri. Performance ambayo inaonyesha ni timu ambazo zimejiandaa na wanakupa moyo au wanakupa hisia kwamba hizo timu zinapaswa kwenda mbele zaidi. Kwa upande wa mabingwa wa Tanzania Yanga, gumzo limekuwa performance. Lakini kwa maana ya kufuzu, unaweza kusema 100% Yanga kufuzu kwao kumekuwa ni bora. Kwa sababu aggregate ni 5-0. Ushindi nyumbani na ugenini. Sasa unaweza kujiuliza hii timu kwa nini unailalamikia? Sasa labda wewe hapo wali utaniambia kwa nini watu wanalalamika na mimi nitaweza kukujibu. Lakini kwa Simba wamefuzu. Nilikuwa nawaambia leo studio kama kufuzu kwa Simba inabidi ukiandike ile neno tabu, lazima uliwekee tabu afu ile ta afu fanye triple A. Yaani kwa tabu ndio wamefuzu. Kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu ukiangalia baada ya performance ya Francis Town, mashabiki wengi wa Simba walikuwa na matumaini makubwa sana kwamba timu itakuja kucheza vizuri kwenye mechi hapa Dar es Salaam. Lakini kwenye mechi ya Dar es Salaam ndio imekuwa worse. Mimi nilipita jana kwa Beach, nilikuwa nawahadisia. Kulikuwa kuna vikao nafikiri zaidi ya 1000. Maana pale wamekaa kikao, watu walikuwa wanajadili. Kwa kifupi performance ilikuwa mbaya. Ilikuwa si performance ambayo inalingana na top 5 timu ambayo iko kwenye top 5 ya Afrika. So inalingana timu ambayo iko kwenye top 10 ya Afrika. Ilikuwa haifanani na ukubwa wa Simba kwa mechi zote mbili. Sasa ni jambo la wao Simba wenyewe kulifanyia kazi. Jembe Simba kwenye mchezo wa jana dhidi ya Gaborone wamekosa mashabiki wao kwenye uwanja wa Mkapa. Pia watu wengine wanaona kama huenda mashabiki wangekuwepo kuna kitu kingeongezeka. Lakini mzaa kocha aliyekuwa kocha timu taifa Ahmed Morocco, mchezo wake wa kwanza, watu jana wameona shati limeloa jasho. Ahmed anaona kweli Simba Sports na national team ni vitu viwili tofauti. Licha kwa mchezo wake wa kwanza kama Simba amekuwa sawa. Kwanza tukimtwika huu mzigo Morocco, nafikiri tutakuwa tunataka kwenda kushusha niseme labda sufuria ya moto kwenye sehemu ambayo sio sahihi. Kwa sababu Simba yenyewe kwenye mchezo wenyewe uliopita ambao ndio walikuwa na kocha wao wako naye kwa msimu mzima uliopita, ilikuwa tia maji. Ndio ije kwa huyu kocha wa siku 3 alafu tumtishe mzigo kwamba yeye ndio ilikuwa ni sababu. Mimi kwangu naona sababu ni wachezaji, kwa sababu kama unamzungumzia Morocco, hivi mchezaji anashindwa kukimbia akiwa na kocha mpya? Mchezaji anashindwa kukimbia kwenda kukaba kwa sababu ana kocha mpya? Mchezaji yuko na kipa anashindwa kufunga kwa sababu yuko na kocha mpya? Mimi sioni hiyo sababu kama ni ya msingi. Sababu ya Simba watazunguka na nini, lakini kuna vitu vya msingi vya kufanyia. Namba 1 kabisa ni kwa wachezaji wao. Waulize tatizo ni nini. Waulize kama kweli wachezaji wana shida waseme. Lakini kama hawana shida warudi kwenye uongozi na wao wajitafakari. Huenda kwa wachezaji hawa labda nilikuwa naongea na Mohamed Hussein hapa. Kuna kitu kimoja ambacho tulikuwa tunakijadili kuhusiana na namna wachezaji wa Simba wanapokuwa na kambi yao. Mohamed Hussein? Yes. Sio Mohamed Hussein. Okay, aweke vizuri basi mtu asije akachukua vibaya. Mohamed Hussein kwa waandishi maarufu ni huyu. Unazungumzia wale wachezaji kwa sababu wachezaji kwamba wachezaji wa Simba inaonekana kama wako free sana. Sasa inawezekana kweli fitness wameitengeneza kule walipokwenda, afu wamekuja hapa watu labda hawakai kambini, wanatoka wanavyotaka, inawafanya fitness inapotea. Kwa hiyo unakuta inakuwa ngumu kwao kupambana. Lakini hata mimi nitajiuliza kama hiyo itakuwa ni one of the reasons, tunasema wachezaji wanawezaje kujua kama wana mechi muhimu ya Champions League alafu wakaenda labda kufanya mambo ya starehe. Sasa sijui, kwa hiyo ni swala kati ya uongozi na wachezaji wao wakae wajaribu kutafakari. Nimefurahi nimemsikia Ahmed Ali ingawa mbele kidogo ajaribu kutetea ni kazi yake, lakini amesema mbele ya wale mashabiki wa Beach pale kwamba jamani kweli tumefanyaje, tulizidiwa.
hiyo ndio njia nzuri ya kutaka kurekebisha mambo. Lakini wangeweza kusema tu labda sio sisi mwamuzi, TFF, sio nani, mambo yanapokuwa GAUCAF, nafikiri mngeweza msitoke kwenye tatizo. Kwa hiyo kwa sababu hata na wao Simba wanakiri walizidiwa na wameona kwamba wamecheza vibaya. Sasa ni nafasi nzuri wao sasa kuanza kulifanyia kazi lile waliloliona, lakini kiukweli kabisa ilibaki kidogo Simba waliaibisha. Kwa upande wa mashabiki mchezo wao muhimu. Hii mimi sioni. Hii sio mara ya kwanza kucheza bila mashabiki. Unakumbuka mechi moja wameshinda wakiwa wana mashabiki na performance ilikuwa nzuri. Ilikuwa performance nzuri tu na walikutana timu ngumu kabisa. Ubora wa Gaborone ni mzuri, lakini unaweza kulinganisha timu nyingi zilizokuwa kwenye group stage. Kwa hiyo nafikiri wasiweke excuses, kwa sababu mimi sioni tukisema kwamba ulikuwa unashindwa kukimbia. Mfano mmoja tulikuwa tunazungumza kuhusiana na Abraham Morris. Ukimwangalia mtu alikuwa anacheza anautaka mpira. Unajua hata mtu atatani, atakimbia, ataenda kutoa pasi, ataiomba. Lakini wachezaji wa Simba walipokuwa wanacheza utafikiri kule mechi ile ndio walishinda wao 3. Yaani wanapiga pasi watu wako wamesimama, asilimia kubwa wachezaji wamejijengea kama kakijiji hivi, mnasemaga msijicholea kijumba kile. Wao unapiga pasi, unamrudia mpira, anampa yule, alafu anaanza kutembea. Lakini kingine ni wakumbushe, mimi nimewahi kumuongelea Ahoua mara nyingi sana. Na hata nakumbuka ikawa Ahoua kila akifunga watu wanatafuta ile clip ile afu wanaishare kuonyesha kwamba Saleh alisema Ahoua ni mchezaji ambaye hajitumi. Nilisema lastiboni. Sasa mimi niliona kipindi kile kwa sababu amemaliza msimu akiwa lastiboni. Msimu huu at least anaweza akawa sasa amekuwa. Lakini naona ndio lastiboni kweli kweli anazidi kuwa. Kwa hiyo waambieni ukweli, msitaki kuoneana haya. Ahoua anawaangusha Simba. Na akiendelea hivi basi anastahili kutuanza. Kwa sababu gani? Ni mchezaji utamwona kwenye foul. Ni mchezaji utamwona kwenye penalty. Sawa, ni mchezaji mzuri, mimi nakubali, ni mchezaji ana kipaji. Lakini nimewatolea mfano studio, hata Messi na Ronaldo kwa vipaji walivyonavyo, kama wangekuwa hawajitumi, leo wasingekuwa wamefikia hapa walipo. Kwa sababu mpira unahusiana na swala la kujituma, ndio maana unakuwa na mazoezi ya endurance, kwamba unapewa mazoezi, unapata maumivu yale ambayo unahisi wewe sasa yamefika mwisho, alafu unang'ang'anizwa kuendelea kufanya mazoezi zaidi ya hapo. Hiyo ndio endurance. Kwa nini unatengeneza endurance? Kwa sababu unatakiwa uwe na nguvu, uweze kukimbia zaidi, uweze kujituma zaidi. Na ndio maana kwenye football hata kama unapokuwa kunachambua, kuna swala la kilomita, si ndio? Kuna swala la cover area. Yote haya yanatokana na mchezaji ambaye amekuwa na juhudi kubwa, ambaye yuko imara, kujituma. Kwa hiyo hauwezi kuwa unacheza mpira kama unacheza draft. Mpira hauko hivyo. Nilizungumzia kipindi kile, nakumbuka ile mechi ya Simba na Yanga, mechi moja fikiri kwa ya kwanza au ya pili, kidogo akiguswa kaanguka, anakumbatia mpira. Nilizungumzia. Kwa hiyo leo nimeona na watu wengine sema bana, huyu Ahoua atatuua, huyu Ahoua atatuua. Na mimi niliwahi kuambia ukweli ni kama Simba. Na simezungumzia Simba mnyama, uimara wake. Hauhitaji kutetea ukweli wake. You don't need to explain too much about your truth. Just send it, it will protect itself. Kwa hiyo ukweli wao unajilinda wenyewe. Leo wanaorudi kuzungumza nilichokisema mimi miezi 4-5 nyuma ni kwa sababu nilisema ukweli. Kwa ni nafasi pia kwa mchezaji kama Ahoua pia kubadilika, na wagundua anachezea klabu kubwa, watu wamewekeza nguvu, mioyo, fedha na kila kitu. Kwa hiyo wanapaswa wanapokuwa wanacheza wasijifikirie wao tu. Mashabiki ambao hawaoni jukwani katika hali ya kawaida mchezaji, unajua kwa sababu mashabiki wote wanaangalia mechi hii wakiwa majumbani na sehemu nyingine. Kwa hiyo ni lazima nicheze kwa ajili ya klabu yangu, nicheze kwa ajili ya mimi mwenyewe. Sasa kwa anapocheza Ahoua na majority wa klabu ya Simba wachezaji naanza kuona kama vile wachezaji kwenye timu yao wanaanza kumwiga Ahoua. Kwa hiyo ukifanikiwa kupata Ahoua 5 kwenye timu yako, hamna ushindi.